Leo kwenye White House ya pale nchini Marekani kumetembelewa na mgeni kutoka kwenye ulimwengu wa soka, Lionel Messi, na amekutana na rais wa 45 na 47 wa taifa la Marekani, nikiwa na maana ya Donald Trump, na wamezungumza mambo mengi sana. Lakini Donald Trump nilichokinoti kwake ni kwamba yeye mchezaji wake bora wa muda wote ni Pele, wala hata sio Lionel Messi au Cristiano Ronaldo. Tena ameuliza pale pale kwa watu kwamba kati ya Pele na Messi nani bora, nikasikia wengi sana wakisema Lionel Messi, lakini kwake yeye anasemaga mchezaji wake bora wa muda wote ni Pele. Huyo ndio Donald Trump, rais wa 47 wa taifa la Marekani, the same pia rais wa 45 Lakini pia nitawakumbusha kwamba jamaa amezaliwa mwaka 1946 Juni 14. Kwa sasa na umri wa miaka 79. Ni miongoni mwa jamaa ambao tayari umri umeshaenda sana, lakini alizaliwa mwaka mmoja mara baada ya vita ya pili ya dunia kuweza kuisha, nikiwa na maana 1946. Tukumbuke vita ya pili ya dunia ilipigwa mwaka 1939 mpaka 1945. So ni miongoni mwa matajiri wakubwa Donald Trump. Lakini pia huyu jamaa basi ashaonekana hata kwenye movie kadhaa. Nakumbuka nishawahi kumuona kwenye movie ya Home Alone, movie ya kaka dogo ka Kevin ambako alikuwa kanapotea kila Krismasi. Kuna sehemu moja alikuwa anauliza swali na Donald Trump ndo alimjibu. So kama umetazama hiyo movie ya Home Alone nadhani unakumbuka vizuri sana. Lakini pia nakukumbusha kwamba taifa la Marekani ni miongoni mwa mataifa majanja sana, kwa sababu hawa jamaa hata kama vita inakuwa ni kubwa kiasi gani duniani, lakini haipigwi kwenye ardhi ya pale nchini Marekani. Vita ya mwisho ilishuhudiwa mwaka 1861 mpaka 1865, ilikuwa ni American Civil War, ambayo iligharimu uhai wa watu 620 mpaka watu 750. Ndio vita ya mwisho kupigwa kwenye ardhi ya pale nchini Marekani, ambayo ilikwisha huo mwaka 1865. Na mara baada ya kuisha basi zaidi ya Waafrika milioni 4 waliweza kupata uhuru wao kutoka kwenye ulimwengu wa utumwa, si mchezo. So hata kama vita inakuwa wapi, lakini haipigwi kwenye ardhi ya pale nchini Marekani, japo kuna matukio mbalimbali ambayo yametokea hapo katikati, likiwemo tukio la September 11 likihusishwa na Osama bin Laden. Lakini pia hata Wajapani walishajaribu kuigusa Marekani mwaka 1942 mpaka 1943, lakini waliweza kuondoshwa na majeshi ya Canada pamoja na jeshi la United States of America. Na mwaka 1945 Wajapani wali-experience kitu kizito kweli kweli. Bomu la nyuklia lilipigwa bonge moja bomu na lilichomosha vijana wa Nagasaki pamoja na vijana wa Hiroshima. Ilikuwa ni adhabu kweli kweli. So taifa la Marekani hata kama vita inakuwa wapi, tunaona huko Afghanistan wapi, lakini haipigwi kwenye ardhi ya Marekani, itapigwa huko wao wanakuwa safe. So ni miongoni mwa mataifa hatari lakini ni salama. So Donald Trump amekutana na Lionel Messi, hayo mengine nimeyazungumza tu, hayakunileta. Wamekutana leo, so it's a good moment kuelekea kwenye kombe la dunia ambalo pia litakuwa linapigwa kwenye viwanja vya pale nchini Marekani. Kila ni sports to the world.